Ahlan wa sahlan, karibu sana mtazamaji wa Mai TV. Kama ambavyo unajua Mai TV kila siku tumekuwa tukishuka na habari tofauti tofauti. Ilikuwa tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka jana, siku ya mahafali ya kidato cha 4 cha wanafunzi wanaosoma pale King's Modern Academy, na moja kati ya wageni waalikwa alikuwa kaka yetu Haji Sunday Manara. Kaka Haji yeye tena alikuwa mgeni maalum kabisa. Siku hiyo kulikuwa kuna ahadi nyingi na alizozitoa yeye mwenyewe kaka yetu Haji Sunday, na moja kati ya ahadi hizo ilikuwa ni jezi pamoja na pesa taslim shilingi milioni 1 kwa kila mwanafunzi wa kidato cha 4 ambaye atapata ufaulu wa daraja A kwenye mtihani wake wa form 4. Naam, ikasemwa kwamba zaidi ya wanafunzi 34 wote walipata ufaulu wa daraja A, yani division 1. Kazi ikaanzia hapo. Wazazi pamoja na walimu ikabidi waanze kumtafuta kaka yetu Haji Manara. Kila alipotafutwa hakupatikana kwa wakati, mpaka hivi sasa bado anaendelea kutafutwa, ili kwa wema aliyouahidi wa milioni 1 kila mwanafunzi, takriban zaidi ya milioni 30 na anatakiwa azitoe ili furaha ya wanafunzi hawa izidi. Naam, huyu hapa ni mmiliki wa shule ya King's Modern Academy, shule ambayo inahudumia watoto naomba niseme kwamba shule ambayo inahudumia wanafunzi wa nursery, primary pamoja na sekondari. Huyu hapa mmiliki wa shule ya King's Modern Academy, Mwalimu Anthony Bizulu. Tumezungumza naye Mai TV ili kujua ilikuwaje na sasa imefikiaje. Yaani, samahani, nasema tatizo ni nini? Mbona hatujapewa hizo milioni 1 za watoto wetu? Hamjapewa kwa sababu Manara hajatoa, ndio? Ndio maana nataka nikuelezee kwa nini hamjapewa. Ndio. Ni kwamba shule ilifuatilia. Ndio. Walishaenda physical. Baada ya kuona physical ni kama vile labda inawezekana kwa sababu ukimpigia anapokea simu, lakini wakasema waende physical. Wamefika mpaka ofisini kwake wakumkuta, wakaacha taarifa kwa wasaidizi wake. Wakasema imefika hiyo taarifa na sisi tunafahamu kwamba hicho kitu aliahidi. Naambia basi mkumbushe, kwa sababu najua aliahidi kwa watu, na sisi hapa na sisi kwa kazi yetu hapa ni kukumbusha, sio kwamba sisi ndio tunatoa. Wazazi wanategemea na watoto wanategemea walichofanya. Kwa hiyo lakini baada muda unaenda, ndio mwezi wa pili mwishoni hapa ilibidi tufanye kama official. Tabidi tumwandikie barua kabisa official. Najua tukategemea kwamba inawezekana mtu anaenda kwa physical umpati, unaacha mdomo vile vile, labda inawezekana wasaidizi unaweza kufikiwa na mfikishia. Hebu wekeni official, andikeni barua, mkiattach hizo details na nini, alafu mpeleke, nikitarajia majibu. Actually bado hawajajibiwa. Kumuuliza secretary anasema imeshamfikia, lakini hajasema chochote. Kwani jumla tuko bado kwenye level ya follow up, bado hajamwepesi wakatia kama alivyoahidi. Hela zimekuwa nyingi nini labda? Sio nyingi hivi, kwa sababu kama ulikuwa unaahidi kwenye watu 100, tulitarajia wanaanza kutoka wote 100. Sijajua kuna nini, lakini kwa kweli tumefuatilia. Unless kama labda tu tufanye nimwombe mkuu atoe taarifa rasmi kwa wazazi, kwa sababu kweli kama anavyosema, kwa sababu ya grupu bado lipo. Haitoe tu taarifa rasmi, kwa sababu unajua katika maisha kuna mtu anaweza akawa na utahimu fulani naye. Kwa sababu najua hadi kama zile kulazimisha mtu, inawezekana ameahidi kisiasa au
aliahidi kweli, lakini hajapata anashindwa, sijajua anashindwa nini, kwa sababu na delay imekuwa ndefu sana, miezi miwili sasa. Ase. Lakini ukweli ni kwamba ndio huo, sio kwamba shule haijafanya follow up, imefuatilia. Lakini sasa mtu huwezi kwa kila kuenda ukae kwenye ofisi yake na wakati anajua aliahidi mwenyewe akuombwa, na sisi kazi yetu ilikuwa ni kama kuremind. Vikitoka hatuna nao kujiweka, kwa sababu sio ya yetu. Ni haya mbali waahidi moja kwa moja wahusika. Kwa kweli hajatoa. Okay. Yeah. Haya, asante, tunakushukuru sana. Labda sijui unaweza ukatuma ujumbe gani kwa kaka Haji? Kwa shule bado wanaweza wanaacha, unajua kufuatilia, unaacha time kidogo tena. Ina maana hauwai. Tutajaribu tena mpaka utafika mahali utasema sasa tunaweza tena kuendelea kufuatilia, kwa sababu sio kwamba mtoaji hajui. Najua mtoaji mpaka anajua kwamba aliahidi. Wasaidizi wote wameshakutana na watu ambao wameshaenda. Watu wangu mimi mwenyewe niliwaambia waandikeni barua, msifanye kiloko sana. Hiyo ni ofisi na hii ni ofisi. Barua ofisi tunakumbushana kwa maandishi. Hebu mkumbusheni kwa maandishi. Sasa. Kwa hiyo utafanya hivyo. Sasa toka amepeleka ile maandishi kwenye kupiga simu sasa kuulizia. Yani ameshaipata hiyo, labda na nini amewaambia chochote. Sasa anakuwa kidogo, ukienda ofisini mara nyingi mkuu. Unaona? Na kupokea simu sio mapesa sana kupokea. Lakini mimi naamini ujumbe kwa sababu alikuwa anajua ameahidi, na watu wameenda physically, wameongea na wasaidizi wake, wakasema taarifa imefika na tutamwambia, na kama tumeandika na barua, tunasema barua imefika na imeshamfikia. Sasa hapo tutafanyaje kama hapo tushauriane. Kweli. Kwa hiyo hapo tunazungumzia zaidi ya milioni 30 na zaidi ya 30. Kwa mtu ambaye ametoa kwenye watu 100, hiyo ni ndogo tu. Kwenye hadi watoa kwa watu 100 ni ndogo tu kutoa hiyo. I say. Naomba nikushukuru sana Mwalimu Bizulu. Wewe ni uko sehemu gani hapo? Mwalimu kabisa. Mimi ndio mtendaji wa shule. Aha, wewe ndio mmiliki wa shule. I say, unazungumza hapa na Mai TV, na Mai TV mimi ni moja kati ya walezi wa watoto ambao wamepata Division 1. Ndio, sasa tulikuwa tunajaribu kupushi hata kupitia media, kama inawezekana hizi salamu zimfikie kaka Haji. Ndio, sijui labda kwa mimi naamini tu kwamba sio kwamba hajui, kama tu labda amekuwa na mambo mengi. Nikapeli hata kila nilimpatia nakuta kama vile hayupo, amesafiri, amefanya hivi. Mimi naamini ile time sio kwamba naamini ni mtu ana integrity ya kutosha, ama nasema tu labda ndio hivyo, mambo yanakuwa mengi, hapo alikuwa hajajipanga kwa wakati fulani. Unajua, kwa sababu hakuahidi wakati gani ataitoa, kwamba labda umepita wakati, hatuwezi kusema hivyo. Labda tuendelee kuwa na subira. Amina. Tuendelee kuwa na subira, lakini kama ni kumkumbusha, basi tunaweza tutatafuta namna ya kumkumbusha positive tu. Amina. Na tukirudi kwenye shule yako, labda Watanzania unawakaribisha aje? Na mwaka karibu unaisha pia, huu ndo tunaelekea kati ya mwaka. Unawakaribishaje Watanzania ili walete wanafunzi hapo shuleni kwako? Karibu. Kiujumla tu tuseme sisi tuna shule nzuri sana kama unavyoifahamu. Ndio. Nzuri sana kimazingira, mazingira kama mazingira ya kusomea ni mazuri, na nidhamu tunaifuatilia. Kama unavyofahamu, shule za mchanganyiko lazima muwe na usimamizi wa karibu sana. Sisi ni moja ya vitu vyetu vya kuhakikisha kwamba
tunasimamia nidhamu. Kwa hiyo na maana wazazi wasiwe na hofu ya kuleta watoto wao kwenye shule hizi. Walimu ni very dedicated, wanafanya kazi kubwa, na kama unavyofahamu sisi sio watu tunaochagua sana kwamba tunataka kwamba the very best kwamba tu, kwa sababu tunajua kuna shule ambazo wanachukua wenye vipaji vya juu, na ndio maana unaona kuna shule zinaweza kaendelea kuwa zinaonekana ziko juu, lakini sisi ndio tunaofundisha, kwa sababu tunachukua wanafunzi hata wa uwezo wa chini tunawatengeneza. Tunatengeneza watoto wa uwezo wa chini kabisa ambao wanapowasajili mpaka anapata division 2. Na wengine unaona kabisa huyu alikuwa ndio kama yuko kwenye shule zingine hata angepata zile anapata 3. Kwa hiyo tunajitahidi sana kufanya kila tunaloweza. Kwa hiyo na sisi wanaohamia tunawakaribisha, naona mahala fulani bado kuna mapungufu fulani, sisi hapa kila kitu tuko vizuri. Wanafunzi wanapata chakula, menu nzuri. Kwa hiyo ukifika kuna shule unakuta wanaweza kaa na kula. Najua kuna shule nyingi, shule zetu hizi utakuta kuna menu. Ndio. Ukiweka tu menu ya kula nyama mara 4-5 kwa wiki, za kutafuta hiyo shule. Kwa kweli. Hongereni sana. Mimi mpaka nakonaga na wanafunzi waliosoma hata shule ya msingi hapa, nikiwauliza, nikikutana nao nawaambia, nini ambacho ulipoenda umekuta kikundi hiki kilikuwa hakipo? Na nini ambacho umekimisi toka umeondoka? Kwa sababu menyu wanaokula sekondari na msingi na fanana, hata kama ulienda sekondari wapi. Ambacho wanakimisi nikienda huko, menyu nzuri, msosi mzuri na wapikwa vizuri wakini. Kwa hiyo hata wanakula vizuri. Kwa hiyo wanajua, huwezi kusema wanasoma vizuri bila kuangalia mazunguko wote. Wana mabweni mazuri, nafikiri nishayaona. Nimeyaona. Mabweni mazuri sana, hayana uwezo hata kuweka msongamano. Kila mtu anakuwa na kibu yake ya kukaa, unaona? Kwa ujumla tu kwamba wanaotafuta shule ya ukweli ndio hii hapa. Lakini kama unasema tu unatafuta shule za division 1 pekee, sisi tunaweza kusema kwamba tuna 1 pekee. Tuna division zote. Tunajitahidi na kuwa na tu. Wengine akitokea basi mmoja wawili wakashuka huko kwa sababu ya mali ya sababu mbalimbali za kila mmoja, kila za kufanani. Lakini wasisi tunasisitiza sana walimu kwamba tujitahidi kupambana wanafunzi wote sisi tukiwezekana wapate 1, lakini 1 na 2 kama ndio sehemu yetu tunasema. Lakini hapa michezo ni mingi. Ndio. Tuna viwanja, wanafunzi wanacheza. Kwa ajili ya kutoa huduma tunaotoa nafikiri Asante sana na kushukuru sana. Anaitwa Anton Bizulu, yeye ni mmiliki wa shule ya King. Wakati kaka yetu anatoa ahadi, kuna video ambazo zimenaswa MyTV, tunazo, msikilize na kumtazama hapa, wakati kiongozi wetu kaka yetu semaji la dunia Haji Manara akitoa ahadi zake kwa mbwembwe. Nimesikia changamoto ya vifaa vya michezo. Mkurugenzi, mwalimu, wazazi na wanafunzi, nitaleta jezi, lakini sharti langu jezi za Yanga na mipira ya kijani na njano kabla hamjamaliza muhula huu wa masomo. Mwalimu, utawasiliana na timu yangu, utawapa jezi na mipira ya Yanga. Mnaopenda makolo mtanisamehe ndugu zangu. Mkurugenzi ni mwana Simba, basi mambo ya makolo atanunua yeye. Mimi nitaleta Yanga. Meneja nimeambiwa mwana Yanga, mwalimu mkuu mwana Yanga. Asante. MyTV kama kawaida tumemtafuta kaka yetu Haji Sunday Manara kujibu hizi shutuma ni za ukweli na imefikia wapi. Mtazamaji wa MyTV, kama ambavyo taratibu zetu zinasema, tumemtafuta brand ambassador, semaji la dunia, mume wa Zailisa hewani, ili kuweza
kutujibu shutuma hizi. Patikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Naam. The number you're calling is not reachable at the moment. Naam, ni baada tu ya kumpigia Haji Manara, simu yake inazungumza hivyo. Na kukumbusha tu mtazamaji, usisahau kucomment, kulike na kushare, na ukikutana naye popote pale au akiwa online, basi mwambie MyTV na Kings wanakutafuta uweze kutoa ushirikiano kuhusiana na suala hili la deni la zaidi ya milioni 34. MyTV,